Ndugu yangu Muislamu, saa nyingine tuna haraka sana na hatujui kama Mwenyezi Mungu ametujibu dua zetu. Unaomba mara 2 mara 3 haijatokea unachokitaka. Bana nimeomba sana bana. Mimi napata simu nyingi sana za watu. Sheikh nimeomba sana. Bwana Sheikh mlilie Mwenyezi Mungu kwenye mswala. Sheikh nimelia sana, nimeomba sana. Yaani maana nimechoka. Sasa unataka nini yani sasa? Wewe kuwa na yakini kwamba unachokiomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujibu. Mwenyezi Mungu asema inni qarib. Mimi nipo karibu, yani sio maneno mepesi haya. Wanapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni qarib. Mimi nipo karibu nao, ujibu da'wata da'i idha da'ani. Naitikia maombi ya mwenye kuomba anaponiomba, nipo karibu. Yani maneno Mwenyezi Mungu anasema uongo. Lakini tatizo letu sisi tunataka tujibiwe tulichokiomba. Wakati maulama wanasema wewe muombe Mwenyezi Mungu akupe chenye khairi na wewe. Kwa sababu unachokiomba inawezekana hakina khairi na wewe. Allah akapokea dua yako akakupa chenye khairi na wewe. Lakini kwa sababu hujakiona unaweza kuweka dhana mbaya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na dhana mbaya ndugu zangu ni madhambi makubwa, kumdhania Mwenyezi Mungu vibaya kwamba hajibu dua, hajanikubalia. Sio kweli. Hakuna mtu ambaye ameomba hajajibiwa na Mwenyezi Mungu. Hakuna. Lakini amejibiwa kwa njia nyingine. Na Mwenyezi Mungu akikujibia dua yake kwa chaguo lake yeye, wanazuoni wanasema ni bora zaidi kuliko kujibu dua uliomba wewe. Kwa sababu chaguo la Mwenyezi Mungu siku zote ni jema. Mfano, tunasoma surati al-Kahf kila siku ya Ijumaa. Maulama wanazungumzia kisa cha ashabu safina ambao ni watu maskini ya amaluna fil bahr. Wanatafuta riziki yao kwa kubeba mizigo kutoka sehemu ya nchi kavu mpaka nchi yani baharini au mtoni au ziwani. Ndio kazi yao kusafirisha abiria na mizigo. Wamemsaidia Nabii Musa alayhi salam na Al-Khidri. Wamewaona ni watu maskini, nguo zao zimechakaa, wamesafiri muda mrefu free of charge. Maulama wanasema hawa walikuwa ni wacha Mungu. Kila wakiamka asubuhi wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape riziki ya halali. Wanamuomba Mwenyezi Mungu alinde chombo chao ambacho ndio masdari ya riziki dhidi ya uharibifu na dhoruba za bahari na kuzama. Kila wakiamka asubuhi. Na hizi ni adhkari za sabaha na masaa Muislamu anatakiwa ziombe. Umefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kazi zetu, katika biashara zetu, katika usafiri wetu, ili Mwenyezi Mungu alinde. Lakini matokeo yake wamekwenda baada ya wameomba dua, wameomba Mwenyezi Mungu, wamewapa watu lifti, wametoa sadaka, lakini mwisho wa siku boti yao imetobolewa. Sasa wanahamisha scenario kutoka kwenye Qur'an kuzungumzia walivyokuwa wakiongea, yani baada ya tukio lile, kwamba kwa nini sasa tumetoka asubuhi tumeomba dua Mwenyezi Mungu alinde chombo chetu, tumetoa na sadaka, tumewasafirisha maskini wale hawana fadhila ya hovyo kabisa, wametutobolea boti yetu, kwa nini? Yani ile shakwa. Lakini Al-Khidr anamwambia Nabii Musa alayhi salam, ama safina ilikuwa ya maskini wanaofanya kazi baharini. Nilitaka niitie aibu kwa sababu nyuma yao alikuwepo mfalme anataifisha kila boti ambayo haina dosari. Na kweli alipokuja mfalme pale, kamata, leta, angalia, askari wa mfalme sasa hiyo, pelekeni huko, achieni hiyo, imetoboka hiyo. Dua yao imekubaliwa haijakubaliwa? Imekubaliwa. Lakini kibinadamu unaishi dua yangu haijakubaliwa. Nimetoka asubuhi, nimeomba Mwenyezi Mungu alinde chombo changu, hajalinda, kimetobolewa. Na shetani anapita humo, naona dua yako imeenda, wewe utaomba dua na atakukubalia wewe, dua mtu mwenyewe asi, unamwasi Mwenyezi Mungu, swala zako za kubip bip na nini, hivi leo utakubaliwa dua wapi? Kwa hiyo anaanza kukutia shaka, anakata connection yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndivyo maisha yetu jinsi yalivyo. Dua unaona haijakubaliwa, lakini subhanallah wewe umeomba dua Allah kukunjulie riziki yako imebana. Mwenyezi Mungu akaangalia akasema, huyu mja wangu ana hili gonjwa la saratani litampata mwaka huu. Gonjwa la saratani. Sasa nimfungulie riziki au nimuondoshee saratani? Hakushaurishi wewe, anakupa chenye khairi na wewe. Anakuepusha na lile gonjwa. Kwa dua yako uliomba kufungulia mlango wa riziki. Lakini unabaki na nini? Na umaskini wako. Lakini unasema mimi nimeomba sana bwana. Nimeomba kweli bwana. Nimeomba dua usiku kucha nalia bwana. Kwa maana ipi? Sijajibiwa. Lakini subhanallah umejibiwa.
Na hii kuna kisa ambacho kilimtokea Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwanamke mmoja, nadhani maarufu mmekishakisikia. Ni kisa haya, kina hai. Mwanamke wa Kiafrika ana kifafa. Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, dua zako makbula, naomba niombe dua Mwenyezi Mungu anipe shifa ugonjwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nakupa khiari, naweza nikakuombea dua ukapona, lakini wewe na maisha yako. Lakini naweza nikamwomba ukaendelea na ugonjwa wako wa kifafa, lakini Allah akakulipa pepo. Chagua kati hizo mbili. Upone ujitahidi kutafuta pepo mwenyewe, au baki na kifafa lakini guarantee pepo unayo. Yule mwanamke alikuwa muumina. Akasema, ya Rasulullah, pepo. Kifafa ndavumilia. Pepo. Sasa lakini niombe dua, napoanguka nisikae uchi. Lakini naanguka mbele za watu sokoni, wapi, nisikae uchi. Ndio Mtume akanyanyua mikono kumwombea stara anapokuwa ameanguka. Sasa hii ni direct kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wewe chukulia sasa yale ambayo unamuomba Mwenyezi Mungu akupe. Halafu unaona kama hupewi. Unakosa yaqini na Mwenyezi Mungu. Unakosa connection na Mwenyezi Mungu. Unakosa mapenzi na Mwenyezi Mungu. Unakosa ukaribu na Mwenyezi Mungu. Lakini ukichukulia kwamba Mwenyezi Mungu umeshanipa, lakini na hili naomba unipe. Kwa hiyo unakuwa na yaqini kwamba Allah amekulipa, amekusikia dua yako, lakini unatafuta akupe cha ziada, na Mwenyezi Mungu anapenda kupewa vya ziada. Ndugu zangu, mshairi anasema, wa idha aratka baliyatun fasbiri laha, ukipatwa na tihani usubiri. Sabra alkarimi fa innahu bika a'lam, subira ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah anaifahamu tatizo lolipata. Wa idha shakauta ila ibn adam, kama utashtakia matatizo yako kwa mwanadamu mwenzako, inma tashkur rahima ila alladhi la yarham, ni kama vile unamshtaki Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu mwenzako ambaye hana huruma. Mwenyezi Mungu hajasaidia, wewe unaweza kunisaidia bwana. Mshairi anasema hivyo. Kwa hiyo wa kumkimbilia wa kwanza ni Allah subhanahu wa ta'ala.